Again. Tuelekee kaunti namba 40 ambapo kamati ya elimu katika bunge la seneti imefichua utepetevu wa hali ya juu katika sekta ya elimu kaunti ya Busia baada ya kuzuru shule tofauti za chekechea na vituo vya mafunzo anuai. Kamati hiyo ikiongozwa na seneta maalum Betty Montet imebaini uozo wa hali ya juu licha ya fedha kutengewa sekta hiyo. Ziara ya kamati ya seneti kuhusu elimu katika shule kadhaa za chekechea kaunti ya Busia ilifichua mengi. Maseneta hawa wakisema wametamaushwa kuona kuwa wanafunzi wengi wa chekechea Busia wanasomea katika mazingira magumu, huku taasisi za mafunzo anuai zikikosa vifaa na miundo msingi ifaayo. Walianza ziara yao katika taasisi ya mafunzo anuai ya Nambale ambayo ni taasisi ya kwanza ya mafunzo hayo nchini, wakikerwa na ukosefu wa miundo msingi, nguvu za umeme, vifaa vya masomo mbali na idadi ndogo ya wanafunzi. Darasa la wanafunzi wengi hapa lina wanafunzi 9. Matatizo mengi ya taasisi hii yanasababishwa na ukosefu wa mgao kutoka kwa serikali ya kaunti. We have an institution, buildings, but we have no equipment. The students are not very sure whether they are here or not because, as we've been told, that they've been here for 3 months, but they've not received any capitation either from the KCB and county and the government and the county government collaboration. So the 3 months are over. They've not learned because they don't. And yet, one instructor told us that they are waiting to do the exams that she has finished with them. We are going to come back to this institution, and we want to find materials in this institution. We want to find the students doing what they came here to do. Bwana CEO, ambia governor na atuchezi. Tutawaita senate, tutawagrief vibaya sana. Tukirudi hapa tupate there is no equipment for these students, then you'll let us know what these students are doing here. Katika taasisi ya Ukisimo ambayo haina mwanafunzi hata mmoja, ina msimamizi na hupokea mgao kwenye bajeti ya kaunti ya Busia. Ni taasisi ambayo imetelekezwa na kusalia msituni. MCA tunataka kujua hiyo capitation ambayo inaletwa kwa hii school every year kutoka 2022 na kutoka 2013 na hapa hakuna mwanafunzi hata mmoja. There is nothing happening here. How much is that capitation and what happens to that money? You as the oversight of this area. I think shida kubwa hapa, there is a problem in the county government. Let us be very honest. Yes. In 2022-2023 financial year, there was 4.9 million which was allocated for these projects. Nothing happened. Katika shule ya msingi ya Manyole imebainika kuwa hakuna kituo cha chekechea hata kimoja. Maseneta hawa kimkaba koo kwa maswali mazito waziri wa elimu katika kaunti ya Busia Beatrice Naholi. Now if she chases you from her classrooms, her classrooms, where are you going to take your students? Because that's your responsibility. That's not our responsibility. And tomorrow she can say, I have enough students, move your students. What will you do? That's not our responsibility. We cannot even take a photo of that ECD. It is from CDF. The MPs have been complaining that governors are trying to crap our CDF projects. Why are you interested in CDF? Why are you even interested in funding bursaries that CDF is supposed to be funding? Why don't you do your work? So I don't know, Waziri, if I'm right to say that the county government has done nothing on ECD, because even whatever has been done, according to him and what he has said here, it is ward-based. So you still don't have any project on ECD. Am I right? Yeah. We have done very badly as a county when it comes to ECD. I'll speak as now for the child. We did as a county, and at the time actually, we have decided that we need to do something radical. Kamati hiyo ya elimu katika bunge la seneti sasa imeipa siku 30 kamati ya bunge la kaunti ya Busia kuwasilisha ripoti yao ili kuwawezesha kutayarisha ripoti katika seneti. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.